kukua na kuza maadili. Acha kiburi, kuza maadili. Niliwaambia mali fulani, sisi si ndio staff hii? Sasa ngoja niwaambie, hiyo kazi uliyopata, shika sana ulicho nacho, afu ifanye kazi yako kwa uadilifu. Kuna kitu mbaya ambacho nilikisema kwenye mitandao, nadhani watu walikipenda. Nilifika mahali nilikuwa na bango limeandikwa, nikalipenda. Aliandika hivi: mkurugenzi amewaandikia waajiriwa wake. Aliandika hivi: uliomba kazi, si ndio? Uliomba kazi, ukapewa kazi. Usione kazi, kufanya kazi. Ukiona kazi, kufanya kazi. Acha kazi, uone kazi, kupata kazi. Habari ya saizi? Hebu tuseme wote. Uliomba, ukapewa. Usione, kufanya. Ukiona, kufanya. Acha, uone, kupata. Mwambie mwenzako umeelewa. Watu wengi anapoomba kazi, mikono wapi? Akipata kazi mabega. Mchana wa leo kama utasahau yote na kutolea wito huu, kuza uwezo wako wa kumjua Mungu. Tafiti, je, hivi ninavyomwabudu Mungu, je, hivi ndivyo inavyopaswa kuwa? Hivi uelewa wangu wa neno la Mungu, je, hivi ndivyo ulivyo? Hivi uwezo wangu wa kufanya majukumu yangu, je, hivi ndivyo napaswa kuwa? Je, hivi ninavyomhudumia mume wangu, je, hivi ndivyo napaswa kuwa? Yaani hata huyo mume wako sasa tu kukuambia anashindwa, lakini najua kwamba huyu hamna kitu. Hamna kitu. Siku hizi nikipika hali anachelewa kurudi. Sasa awahi nini? Kwa mapishi haya awahi nini sasa? Ama mapishi ya kwako haya ya dagaa wawili mchuzi ndo awahi nini? Kuna hapa wanawake wanaitwa mama michuzi, yani mapishi yake mchuzi mwingi. Yani shida yake ni hiyo. Sisi ni kabila gani hizi? Wanapenda mchuzi. Utafuta ndani dagaa hawa tu. Sasa mume wako awahi nini hapa? Kuza viwango. Mwanamke tembea na kanoti buku na kalamu. Ukifika pale kwa mama mchungaji akikupa juisi, unamwambia mchungaji, mama mchungaji, hii juisi umetia nini? Unachomoa notebook iliki, alafu mdalasini, alafu tangawizi, afu ukija nyumbani kwako unaenda sokoni unavichukua, mtengezea mume wako juisi. Akija kuionja kwa hiyo mama Zena, hii imekuaje? Mwambia nimejiongeza. Sasa wewe juisi yako utafikiri dawa ya corona. Kweli. Acha ushamba, kuwa. Sasa na nyinyi wanaume, kama huyo ndio mke wako, umehangaika naye. Unajua kuna wanawake hapa hawabadiliki. Umehangaika naye, alafu hata nyinyi waimbaji, kuwa. Kuna watu hapa kwenye kwaya kazi kuchapia tu kwenye nyimbo. Mwalimu amehangaika na wewe kila siku, imba hivi, utaki. Kichwa kigumu kama jiwe. Badilika. Yaani kuchapia kila siku, nyimbo hujakariri, maneno utamki, lafudhi yako sijui ni akipale cha wapi. Tamka Kiswahili. Hello? Unajimbia tu, mwalimu mpaka amehangaika na wewe amechoka. Sasa akupeleke wapi? Na wewe ndio uchaji sajili. Napenda kuimba kwenye ujui. Kuwa. Imba kwa viwango mpaka mwalimu afurahi. Hallelujah. Sasa na nyinyi wanaume, kama huyu ndio mke wako, afu ngoja niwaambie kwa imbaji kabla sijamaliza. Hata ukiwa mwimbaji, unaimba alafu mume wako haimbi, fanya mume wako apende kwaya. Yaani kuimba kwako usifanye ukawa na kiburi nyumbani. Umpe huduma mume wako.
akupe ruhusa kwenda kuimba vizuri. Haleluya. Jua muda wa kumpa huduma mume na muda wa kuimba. Sasa kuna waimbaji wa shamba wamekaa hapa. Sio wako hapa, sio wako hapa. Au wako pale. Wewe mume wako amekupa ruhusa. Waimbaji wa kwaya. Kuna makambi Korogwe, kuna makambi Moshi. Mume wangu naenda kwenye makambi wiki nzima. Mke wangu nenda na nauli hii. Amekuvumilia, amekuruhusu. Sasa siku umerudi, amekumiss. Ulikuwa haupo. Amekumiss. Na wewe umetoka safari. Afu mume anaamua achukue ruhusa kazini, afanye mipango ili Jumatatu asende kazini. Amekaa kwenye kochi, kavaa t-shirt na pants. Ili mbaki kizuri zaidi. Watoto hawapo. Mko hawa tu. Afu mwanamke usijitambua, wewe unashinda umevaa sare ya kwaya. Kweli. Na hata mwendo wako hauhamasishi. Yaani unapotembea mbele ya mume wako utafikiri shemasi wa zamu anachukua sadaka. Kweli. Mwambie mwenzako ndio wewe nini? Kweli. Maana kwaya mzima hujui mapenzi, hujui mahaba, umejikalia tu. Umeshangaa tu utafikiri umepoteza nauli. Kweli? Habari ya mchana. Grow. Every day you must grow. Na nyinyi wanaume, kama huyo ndio mke wako, mapishi ndio hayo, basi acha kumlaumu. Umegaika naye, kuna semina kule Nguvu Mali, mke wangu nenda. Ameenda amerudi mapishi yale. Kuna semina Same, ukampa nauli na hela ya njiani. Wiki nzima amerudi mapishi yale. Kuna semina Arusha, mke wangu nenda huko kwa wenzako ukajifunze. Arudi mapishi yake yale. Basi muache na michuzi yake. Akipika kula na mchuzi kunywa kalale. Haleluya. Hapo siku namwambia mke wangu, hebu amka nikwambie, kwa michuzi tu hujambo, tulale. Mjana leo nina habari njema kwako. Una fursa ya kukua katika kumjua Mungu. Simama kwa miguu yako.